Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Amani na umoja kwako na familia yako. Ndugu zangu, majina yangu ni Cleti Cyril Barnaba, ni mseminari kutoka Shirika la Msalaba Mtakatifu. Niwakaribishe katika tafakari ya leo, ambapo tutafakari kuhusu sakramenti ya ubatizo. Kama tunavyojua, sakramenti hii inapatikana katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1213 mpaka 1284. Sakramenti hii ni sakramenti muhimu kati ya sakramenti 7. Sakramenti hii inafungua milango kwa sakramenti zingine katika maisha ya Mkristo. Sakramenti ya ubatizo iliwekwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Tunaposoma katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, ambapo aliwaambia wafuasi wake, "Enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu." Ubatizo unamaanisha nini? Ubatizo unamaanisha kuzikwa katika mateso na kifo cha Yesu Kristo na kufufuka katika ufufuko wa Yesu Kristo. Inamaanisha kuwa kiumbe kipya. Inamaanisha kuzaliwa upya katika Roho Mtakatifu. Inamaanisha kuwa mtoto wa Kristo, mtoto wa Mungu. Kwa hiyo mtu anapobatizwa anakuwa mtoto wa Mungu na anakuwa mmiliki wa uzima wa milele. Anakuwa mrithi wa ufalme wa Mungu. Sakramenti hii huwa hairudiwi. Ni sakramenti takatifu na huwa inatolewa mara moja tu, kama mtu amebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtu anapobatizwa, kuna neema ambazo zinapatikana pale mtu anapopatiwa hii sakramenti. Moja, anaingizwa katika kanisa. Anapata maondoleo ya dhambi za asili ambazo babu zetu Adam na Hawa walizifanya, na pia maondoleo ya dhambi zetu. Hii inakuwa ni pale mtu amebatizwa akiwa mtu mzima. Kuna dhambi ambazo atakuwa amezitenda, ndivyo sakramenti hii inasafisha dhambi zake zote. Sakramenti, mtu anapobatizwa anakuwa mtoto wa Mungu, anakaribishwa katika nafasi ya kimungu. Pia tunapopatiwa hii sakramenti, mtu anapatiwa muhuri wa Mungu, muhuri au chapa ya kimungu ndani yetu. Hii chapa inamfanya mtu anakuwa nuru kwa ulimwengu, anakuwa anang'aa katika kazi ya kimungu. Na anapobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kuna vitu vingine vinafanyika katika liturujia ya kanisa, ambapo mtu anapakwa mafuta ya krisma. Kupakwa inamaanisha kuwekwa wakfu, na mtu kuwekwa wakfu, anawekwa kuwa wakfu katika kazi ya kinabii, anakuwa kuhani na pia anakuwa mfalme. Hii ni thamani ambayo tunapewa na Kristo baada ya ubatizo. Na pale mtu akishabatizwa anapatiwa vazi jeupe. Hii inamaanisha anamvaa Kristo, anafufuka pamoja na Kristo. Na pia anapatiwa mshumaa unaowaka, ambayo inamaanisha mwanga wa Kristo. Anakuwa nuru kwa mataifa yote na anatakiwa ang'ae kama vile Kristo alivyo ndani yake. Ubatizo wa mtoto ni muhimu sana, na pia ubatizo kwa wale wote ambao wanatoka katika imani nyingine ni muhimu sana. Huwezi ukapata sakramenti yoyote ya kanisa kama usipopata sakramenti hii ya ubatizo. Pale mtu ambapo yupo katika hatari ya kufa na hajabatizwa, kanisa linaruhusu mtu yoyote ambatize huyo mtu ambaye yuko katika hatari ya kufa. Anabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na huyo mtu endapo atakufa, basi anakuwa Mkristo. Na endapo asipokufa, kanisa linashauri kwamba mtu yule apelekwe kwa kuhani kanisani ili aweze kupata taratibu zingine. Hatarudiwa kubatizwa, atapakwa mafuta ya krisma, atapatiwa vazi jeupe na pia atapatiwa mwanga wa Kristo. Sakramenti hii ni muhimu sana, na hivyo inatualika sisi sote kuwa Wakristo na tuwe katika familia ya Kikristo. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.